Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa kile ambacho kinachoendelea. Tulijua kwamba pengine sakata la uwanja wa Amani kutumika katika fainali limekwisha kwa Wekundu wa Msimbazi Simba, kutokana na kauli ambayo ilitolewa na afisa habari wa klabu ya Simba Sport Club, hapa nazungumzia Ahmed Ally, ambapo aliweza kuweka wazi kwamba wako tayari kwenda kucheza Zanzibar. Lakini kilichoweza kutokea leo hii, tajiri mwenyewe Mo Dewji ameweza kufunguka la rohoni kuhusiana na wao kupangiwa na kafu kwenda kucheza mchezo wao wa kule fainali zidi ya Al Balkane katika uwanja wa Amani. Badala yake walikuwa wakiweza kutaka kuweza kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa. Mo Dewji ameweza kutoa msimamo wake na kile ambacho yeye ameweza kukitizama katika sakata hili, huku mambo akiweza kuwatupia kafu na kuweza kutoa kauli tata kweli kweli. Ila kabla tujaendelea kujua ni yapi ambayo ameweza kujili na maamuzi gani ambayo Mo ameyachukua kuhusiana na hatima ya fainali, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba, juu ya taarifa yao kuhusiana na uwanja wa Amani, kuhusiana na kuchezewa kwao kwa fainali. Bana, hivi karibuni mara baada ya kafu kuweza kuthibitisha kwamba Simba Sport Club inapaswa kuipeleka fainali hiyo pale katika uwanja wa Amani Complex, mara baada ya kafu kuweza kuutupilia mbali uwanja wa Benjamin Mkapa, wakisema ya kwamba bado katika yale ambao wanayatizamia wanaona ni kama kuliski, yani ni kama vile kubeti kuamua kwenda kucheza kwa Mkapa, kwa sababu lolote linaweza likatokea likawa ni fedhea kwao. Katika kauli ambazo alizungumza Ahmed Ally leo hii, inaonekana ni kama wakupanga kukizungumza hiki kama uongozi wao kwa pamoja, kwa maana alichokizungumza leo hii Mo Dewji ni kana kwamba anamkana ama kumruka Ahmed Ally kile ambacho alichowaambia mashabiki wa klabu ya Simba. Ni kama vile anawachanganya. Kupitia mkutano wa wanahabari jana, ofisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ally aliweka wazi kuwa tamko la kafu limesimamia kwenye uhalisia na si figisu kama inavyohisiwa na wengi, kwa sababu wengi walikuwa wakiweza kusema ya kwamba kafu wamewafanyia figisu klabu ya Simba, kwamba wamewabeba kwamba wamewabeba Balkane, na kwamba wameweza kuwanyima fursa mashabiki zao kwenda kuitizama game pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa wengi wakawa wanasema kwamba hizo ni figisu tu. Unaona bana, mambo ya Waarabu, timu inamilikiwa na raisi wa shirikisho la soka la Morocco. Wengine wakaenda mbali wakasema kwa sababu ni raisi ama makamu wa rais wa kafu ndio maana anapanga vile ambavyo anavyotaka. Sasa Ahmed Ally alikiri kuwa kafu imeogopa kuliski kuruhusu fainali kupigwa katika uwanja ambao hivi karibuni kwenye robo fainali iliyohusisha klabu yao ya Simba zidi ya Al Masry ilithibitika eneo la kuchezea kuwa lilikuwa na changamoto baada ya mvua kunyesha. Ofisa habari huyo alisisitiza uamuzi wa kafu una nia njema ya kuiepusha Simba, Tanzania na Afrika kwa ujumla kutukanwa ama kuzalilishwa iwapo itatokea mvua ikanyesha alafu dunia nzima itabaki kuwa tumeipeleka fainali katika uwanja mbaya. Hivyo kafu imeamua ni bora mechi icheze katika uwanja walio na uhakika nao, ambao ni New Amani Complex Zanzibar. Sasa mara baada ya kauli hiyo tukajua kwamba kweli Simba wamekili kwamba kile kilichoweza kuonekana na
CAF katika Benjamin Mkapa, ule uwanja kuwa na changamoto ile. Tukaona kweli wamekubaliana na wamekubali sasa kwenda kucheza katika uwanja ule. Lakini kilichotokea leo, mkurugenzi wa bodi ya wakurugenzi ya taasisi hiyo ya Simba ameibuka na kuweza kutoa malalamiko akiamini kwamba hawajatendewa haki, na tafsiri hiyo hajalizishwa na maamuzi ya CAF ambao wametoa hoja za kitaalamu, pia akiweza kupingana na kile ambacho walikuja nacho kama kina Ahmed Ali kuzungumza juu ya kile ambacho kilichoweza kutokea katika mchezo huo ambao unatajwa kupigwa pale katika dima la Amani, huku mwekezaji akiamini ya kwamba wamenyongwa na CAF na si kwamba yalikuwa ni maamuzi sahihi. Sasa Mo Dewji ameweza kuchapisha chapisho lake ambalo ni tunaweza kusema ni kama barua kutoka katika kampuni yake ya Mo. Unaona bana, leo tarehe 22 Mei 2025, ndugu zangu wana Simba, na waandikia leo nikiwa na masikitiko, lakini pia nikiwa na imani isiyotetereka. Katika wiki chache zilizopita tumeshirikiana kwa karibu na taasisi husika kuhakikisha tunapata haki stahiki, fursa ya kuandaa mechi ya marudiano ya fainali ya kombe la shirikisho la CAF katika uwanja wetu wa Benjamin Mkapa. Kwa mujibu wa vigezo vilivyotolewa, kila hatua ya ukarabati wa uwanja ilifuatwa kwa umakini ili kuhakikisha unakuwa tayari kwa mechi hiyo ya fainali. Wakati huo huo, baadhi ya matukio yaliyotokea nyuma ya pazia yameacha maswali ya msingi. Taarifa zilianza kusambaa mtandaoni kabla ya taarifa rasmi kutolewa. Tulieleza wasiwasi wetu kwa uwazi. Pamoja na juhudi hizi zote, CAF imethibitisha kuendelea uamuzi wa kuhamisha fainali hiyo Zanzibar. Bila shaka matokeo haya ni ya kusikitisha, si kwamba Simba tu, bali kwa mashabiki wetu na kwa wale waliotoa juhudi kubwa kuandaa tukio hili katika historia ya Simba na Tanzania. Kwa mtazamo wangu wa kibinafsi, hatukutendewa haki, lakini nasema pia hatujakata tamaa. Simba haijawahi kuwa klabu inayotegemea mazingira ya faraja. Tunastawi chini ya shinikizo, tukiendeshwa na imani na nguvu ya watu wetu. Tunaenda Zanzibar si kwa hiari, bali kwa wajibu, na tutatimiza wajibu huo kwa mshikamano wa dhamira na kwa fahari. Yaliyosalia tunamwachia Mwenyezi Mungu. Kwa wachezaji wetu, mnavaa nembo yenye historia. Ingieni amani kwa vichwa juu, chezeni kwa ujasiri, kwa umakini na kwa utulivu, kama mashujaa wa Simba mlivyo. Kwa mashabiki wetu, naelewa hisia zenu, nami nahisi hivyo, lakini sasa ni wakati wa kugeuza hisia hizo kwa nguvu ya pamoja. Tujaze amani kwa moyo, kwa matumaini na kwa sauti. Wafanye wapinzani wetu waone na wasikie kishindo cha Simba popote tulipo. Asante kwa wadau wote waliowezesha safari hii, serikali, shirikisho la mpira, vyombo vya habari na kila aliyeshiriki katika maandalizi ya mchezo huu. Na kwa wote mnaotazama, uwanja unaweza kuwa umebadilika, lakini Simba ni yule yule. Dhamira yetu iko wazi, tunaelekea Zanzibar tukiwa tayari kupambana. Simba ni mfalme na anaweza kuunguruma popote. Mungu ibariki Simba, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki soka la Afrika. Mo Dewji, rais wa Simba na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba, akiweza kutoa taarifa yake hii leo kuhusiana na kile ambacho yeye alikiona ama amekitizama katika sakata la CAF kubadilisha uwanja. Ni kama anapingana na maamuzi ya CAF kupeleka fainali hile kule, kwa sababu mwanzoni mara tu baada ya kuweza kusikia taarifa ya tajiri huyo kusema ya kwamba ikielezwa kwamba kiripotiwa kwamba katika mitandao ya kijamii kwamba hatokwenda katika uwanja wa Amani kutokana na kile kilicho